Na ni wastani wa wiki tu imesalia kuelekea katika mchezo wa dabi ya Kariakoo, mchezo ambao unakuwa na hisia tofauti kabisa ukilinganisha na michezo yote kwenye ratiba ya ligi kuu kwa hapa nyumbani au katika mashindano mengine mbalimbali. When it comes kwa Tanzania, Simba na Yanga wanapokutana, basi ndio inakuwa mechi yenye mvuto na msisimko mkubwa zaidi. Mechi hii haijawahi kuzoeleka kwa maana ya presha yake, lakini kubwa zaidi kwa msimu huu tunakwenda kushuhudia mechi hii ikienda kuchezwa katika uwanja wa Amaan Complex pale Zanzibar. Sasa kuelekea katika mchezo huu kuna vitu viwili vitatu nitaka tuviguse hapa, lakini kubwa zaidi ni kuhusu uwanja ambao unakwenda kutumika kwa maana ya uwanja wa Amani. Yes, tunafahamu kwamba uwanja huu ni uwanja wa miaka mingi, lakini kwa hivi karibuni umefanyiwa maboresho na umekuwa na ubora wa aina yake. Kimsingi ni uwanja ambao unavutia kwa wakati huu. Sasa Young Africans ndio wenyeji wa mchezo huu na mchezo wameamua kuupeleka katika uwanja wa Amani huko Zanzibar. Ni uwanja tofauti kwa maana ya capacity, ukubwa wake tofauti na inavyokuwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini sasa uwanja huu Young Africans wameupachika jina la ziada kama jina la Guantanamo Bay. Yes, na walianza hivyo tangu wanapocheza michezo yao ya ligi ya mabingwa Afrika kwenye kampeni ya msimu huu ambayo tayari wameshamaliza mwendo baada ya kushindwa kuqualify kwenda hatua ya robo finali. Sasa hii Guantanamo Bay, nataka tufahamu hapa, kuna baadhi ya watu wamekuwa wakijiuliza Guantanamo Bay ni kitu gani, lakini wapo wengi ambao wanafahamu kuhusu Guantanamo Bay, lakini kwa nini Young Africans wameamua kujiita hivyo? Na je, hii Guantanamo Bay ndio vile ambavyo wao wanafahamu? Basi twende pamoja kufahamu juu ya maana ya Guantanamo Bay na nini ambacho Young Africans wanakilenga katika kupachika jina hili la ziada. Guantanamo Bay bwana, hili ni gereza mashuhuri duniani kote, na umashuhuri wake umekuja kwa sababu ya mambo ambayo yanafanyika katika gereza hilo. Linatajwa kama miongoni mwa magereza hatari katika mataifa yote au ulimwenguni kote kwa miaka mingi tangu lilivyoanza kujengwa rasmi. Gereza hili linamilikiwa na Wamarekani, yani United States of America ndio wenye gereza lao, ila limejengwa katika nchi tofauti na Marekani. Hili gereza linapatikana Cuba. Yes, au sometimes wanaita Cuba, ni huko huko. Sasa kwa nini liko Cuba? Cuba ni taifa ambalo liko katika maeneo ya Caribbean, yani karibu sana na Marekani, lakini taifa hili kwa miaka mingi lilikuwa likikaliwa na ukoloni na wakoloni ambao walikuwa kilitawala taifa la Cuba ni Wahispania. Yes, sasa Wahispania walikaa pale kwa muda mrefu na Marekani alikuwa akilimezea mate kwa kipindi kirefu sana. So Marekani alichokifanya ni kwenda kuisaidia Cuba kwa ajili ya kwenda kumtoa Mhispania. Ikapiganwa vita ya Spanish America War. Hii vita ilipigwa kwa ajili ya Marekani kumuondoa Mhispania ndani ya ardhi ya Cuba. Vita hii iliendelea kwa kipindi kirefu, of course ilidumu kwa miaka mingi sana, mpaka pale baadaye Marekani walipofanikiwa kwenda kumtoa Mhispanish naye akaondoka. Leo hii Cuba ina utamaduni mwingi wa Kihispania, ikiwemo lugha ambao wanazungumza Kispanish kwa sababu Mhispania alikaa pale kwa miaka mingi. Sasa baada ya Marekani kumuondoa Mhispania pale, akawa na full control yeye. Sasa kwa kipindi cha mpito Marekani ilikuwa Cuba kama nchi yake. Kwa hiyo kuna makubaliano maalum ambayo yalisainiwa kati ya Cuba wenyewe na Marekani, na makubaliano haya yalikuwa ni ya kumnufaisha zaidi Marekani kwa sababu Cuba kama wanatoa zawadi kwa Marekani kwa kile ambacho waliwafanyia, kwa maana ya kumtoa Mhispania na nchi kuwa huru. Sasa makubaliano hayo yanaitwa Lease Agreement. Lease Agreement ilifanyika kwenye miaka 1901 hivi. Hii Lease Agreement ilikuwa inamruhusu Marekani kutumia eneo la Guantanamo Bay. Hiyo Guantanamo Bay ni eneo alitumie kwa ajili ya naval bases, yani kufanya mambo yake ya kijeshi. Hapo ni eneo ambalo Marekani angeweza kutumia kwa ajili ya kufanya mafunzo kwa wanajeshi wake, kupitisha meli zake na kufanya vitu vingi kwa ajili ya kiusalama wa Marekani. Kwa hiyo Cuba walimpa Marekani hilo eneo, lakini Marekani alikuwa na sauti ndani ya Cuba ya kushauri kwenye masuala ya kiulinzi na kiusalama. Kwa hiyo Marekani ndani ya Cuba ilikuwa ana nguvu
Nadhani hapo nimeeleweka kwa ukubwa zaidi, hususan katika maeneo ya kijeshi. Sasa baadaye kilichokuja kutokea ni Marekani wenyewe ndani ya nchi yao ikaja kutokea shambulizi zito la September 11. Tutakumbuka mwaka 2001. Mwaka 2001 bwana, kulikuwa na series za kesi nyingi za matokeo au matukio ya kigaidi ambayo yalikuwa yakifanyika ndani ya nchi ya Marekani, na ambao walikuwa inaelezwa kwamba wanafanya matukio haya ni Al-Qaeda, kikosi hiko cha wanamgambo wenye itikadi kali. Kwa hiyo wenyewe waliyatambua kama magaidi kwa maana terrorist. So Al-Qaeda baada ya kufanya vurugu nyingi ndani ya Marekani, ikiwemo kupiga economic bases zao pale Marekani, jambo ambalo lilikuwa limemchukiza sana George Walker Bush kwa wakati huo, na baada ya kumalizika mwaka 2001 Marekani ikaamua sasa kutafuta wahalifu, lakini pia miongoni mwa wahalifu ambao walitafutwa kwa miaka mingi tutakumbuka ni Osama bin Laden. Lakini licha tu ya kutafuta wahalifu, Marekani ikaamua kujenga gereza ambalo litakuwa likiweka watu wa aina hii, yani magaidi watakuwa wakipelekwa huko. Sasa hilo gereza watalijenga wapi? Waliona kule Cuba kwenye eneo lao la Naval Bases, lile eneo lao ambalo limelitenga kwa ajili ya kiusalama, na Cuba imekaa katika mazingira mazuri, waliamua kwenda kulijengea kule. Maana yake ndo likaenda kujengwa gereza la Guantanamo. Ilikuwa mwaka 2002 ndo Guantanamo Bay ikajengwa rasmi kwa ajili ya kushughulikia watu wa kaliba hiyo, kwa maana wale wakosefu wakubwa kwenye matukio ya kigaidi ya namna hiyo waende kupelekwa kule. Osama bin Laden alikuwa akitafutwa kwa miaka mingi, na mahususi ya kutafutwa kwake ni kwenda kupelekwa pia katika gereza hili hatari kabisa. Sasa ni gereza ambalo lina nguvu, lina sifa, linatajwa maeneo mengi mbalimbali kwa sababu ya utofauti wake na magereza mengine. Of course, sio gereza pekee ambalo ni gumu na ni zito. Yapo magereza mengine 4 ambayo yanaungana na Guantanamo Bay kuwa 5 katika ugumu, yani ni magereza magumu sana. Ukipelekwa katika hayo magereza una kazi ya kufanya. Miongoni mwao pamoja na ADX Violence ambalo ni Supermax, lipo Marekani, ndani kabisa ya Marekani. Ili ni miongoni mwa magereza mazito sana kwa watuhumiwa wakiingia humo ndani. Lakini gereza jingine Carandiru, ili liko Brazil, ni miongoni mwa magereza tishio na ni hatari kweli kweli. Lipo nchini humo Brazil, Amerika ya Kusini, na lenyewe pia ukiingia kutoka umshukuru Mungu. Gereza jingine ni Black Dolphin, hili lipo ndani ya Russia. Ni gereza zito na lina nguvu kweli kweli. Mtuhumiwa akiingia humo ndani ana kazi ya kuifanya. Lakini jingine ni Sabaneta. Sabaneta liko Venezuela. Hili pia ni miongoni mwa magereza mazito ndani ya dunia hii. Katika orodha ya magereza 5 mazito, hapo ndani naleka na Guantanamo. So hili Guantanamo Bay kwa uzito wake na sifa yake na umashuhuri wake, Young Africans wakaona hapana, uwanja wa Amani Complex ni vema tukaupachika jina la eneo ambalo litakuwa lina nguvu kwa ajili ya kuhamasisha wachezaji, kuwatisha wapinzani, ili iweze kuwa na faida kwa upande wao. So hiyo ndio maana kamili ya Guantanamo Bay. Nimejaribu kutoa historia hapo, ingaje kwa ufupi, kwa haraka, lakini kuna vitu vingi sana ambavyo viko ndani ya gereza hili la Guantanamo Bay ambalo linapatikana kule Cuba. Ni gereza la Marekani au la Marekani. Anyways, hilo ndo kubwa zaidi kuelekea katika dabi hii ya Kariakoo ambayo inakwenda kuchezwa siku ya Machi mosi saa 2:15. Watu wameshateremka msikitini hapo, kwa maana ya Isha. Watu wameshafuturu tayari, wengine wapo kwenye tarawih, lakini pale kinapigwa kwa maana ya uwanja wa Amani. Wewe unampa nani nafasi? Lakini je, kupachika jina hili la Guantanamo Bay, unadhani ni namna nzuri kwa Young Africans kutengeneza hamasa, au wanaharibu tu jina la uwanja la msingi la uwanja wa Amani? Weka comment yako kwenye comment section, bila kusahau kusubscribe. Na hii ni Mzinga Sports.